Somo letu linasema live a natural life supernaturally. Narudia. Najua kuna wanafunzi wa sekondari, tunyoshe mikono pale ambako kama upo. Bwana wachache hivi jamani, kumetokea nini? Okay, Tayomi naruhusu matumizi ya lugha hizo zote mbili. Live a natural life supernaturally. Kama utakuwa unapenda lugha yetu ya Tanzania, basi utaandika ishi maisha ya asili kwa namna isiyo ya asili. Don't judge a book by its cover. Content iliyomo ndani ni kubwa, kwa hiyo usipate shida sana na title. Hallelujah. 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 Malengo. Kwa nini nafundisha somo hili? Sisi walimu tunazingatia mambo fulani. Kwa nini tunajifunza somo hili? Lengo la kwanza na malengo mawili. Ninapotoka hapa inabidi yawe yametimia. Lengo la kwanza, kuwawezesha watu wa Mungu, in brackets waamini, waishi maisha ya kiwango kama watu wa rohoni. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo la kwanza, kuwawezesha waamini, watu wa Mungu, kuishi maisha yenye standard kama watu wa rohoni. Haleluya, haleluya. Aisema mtumikie Mungu, watu wa Mungu. Haleluya. Amen. Mtumikieni Mungu. Hakuna wakati utakwama. Mimi ujasiri wangu upo hapo tu, mtumikieni Mungu. Mimi nishaacha tests. Sio mara moja, mara kadhaa. Nimeacha kwa ajili ya mambo ya huduma. Vyote Mungu alikuwa na namna ya kufix. Semester nilizotumika sana ndio GPA ilizidi 4. Tunaelewa na watu wa Mungu na kwa undergraduate pambana GPA average yako isishuke 3.8. Pambana angalau ikae pale. Nilienda kuomba kwenye department moja ruhusa, maana nimepangwa kwenye kambi la Pasaka makambi ya Pasaka nizungukia mkoa wa Ruvuma yote. Sasa ratiba hiyo wao wakatuwaya. Jamani, tumuombe Mungu sana hata kuombea vyuo na serikali. Tunaelewana Wanaweza kainuka mafarao wasiomjua Yusufu, wakaweka vitu ambavyo vinakatana. Wanafunzi wanajua namna ambavyo mnaweza mkaingiziwa test Jumapili. Hayo mambo hapa hayafanyiki. Fanyika sana. Kwa hiyo kunaweza kukainuka ile roho ya kifarao isiyomtambua Yusufu, ikaingiza mambo na hilo. We are now enjoying an autonomous freedom ya namna ambapo tunapiga kelele kwenye taasisi ya serikali na maspika yetu, lakini kunaweza kukafika wakati wakainuka ambao hata hili wakisema hivi vitu haviruhusiwi hapa. Tunaelewana jamani? Niko Arusha, tuone atupige hata pambio. Kwa hiyo tumetafuta kanisa huko nje. Vingine vyote mnakuta taratibu yao mambo yanaingia. Tuombe ili kwamba Mungu atutetee. Amen. Nimeenda kuomba ruhusa kwamba jamani nina ratiba za hivi na hivi na hivi, akasema hatuzoagi ruhusa za namna hiyo, angalia mwenyewe cha kufanya. Mimi nikaandika barua tena ya ruhusa, nikaipitisha chini ya mlango asubuhi yake, nikaenda kwenye makambi ya Pasaka. Ruvuma mjini pale, Mbinga, wapi, tukazunguka yote ambayo yalikuwa kama 3-4. Na test muda ule utangaza ulinikuta mimi bado nipo kwenye makambi ya Pasaka. Test ya muhimu sana ya kwenye kokozi. Ila niliporudi kwa sababu nilikuwa najua jinsi Mungu anavyocheza game vizuri. Amen. Nimerudi tu chuo natangaza wote waliokosa test wajiandikishe majina, watafanya pamoja na watu wa makeup. Yaani ndio kesi ilisha tu hivyo. Haleluya, haleluya. Nina test kesho saa 8 mchana, ila nipo hapa. Nimewatafuta viongozi ambao waongee na daktari. Ikiwezekana muda usogezwe. Siara amenijibu sawa, kwa hiyo watajijua wenyewe, lakini muda ni saa 8. Swala la nimwambie wamwambie muda usogee mbele. Kwa hiyo naamini tu kwamba nitaikuta. Haleluya. 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 Kwa hiyo mtumikieni Mungu, hamtakwama. Hamtakwama. Tamani kama ningekuja na matokeo yangu ya semester iliyopita. Ilijaa huduma na utumishi muda wote kwenye mikesha na kwenye manini kila muda wote, lakini ndio semester A's nisema kitu kama B brain mtumishi usikubali.
Kwa nini nimesema tuishi maisha ya standard kama watu wa rohoni? Tumechoka kuwa na baba wa injilisti wanaotembea na madisco na masupplementary. Somo linataka kuja kuwasaidia watu wa rohoni wakae kwenye standard. Tumelana watu wa Mungu. Wakae kwenye standard. Tumechoka kuwa na wapendwa ambao bado wana vifungo vya magonjwa. Tunaelewana kuna mahali ukifika tu kwa haya ninayoenda kuyazungumza, muda ungekuwa mwingi tungeenda mbali sana. Lakini kuna kiwango unafika ambacho haupaswi tena kubaki umebaki tena ni mtumwa maradhi. Tunaelewana Tunaelewana watu wa Mungu. Okay. Katika kuwafanya watu waishi kiwango kwenye standard ya kiwango cha kimungu, tunataka tusaidie hao waamini wasiende kuwa na maisha ya compromise wokovu kwa sababu yoyote ile. Kwa sababu yoyote ile. Wasiwe na sababu yoyote. Ninaposema yoyote ni yoyote. Kwa maisha magumu umebanwa, sio ni umaskini ni kitu gani, kusiwe na mahali kwa compromise wokovu wako. Jamani, tunaelewana watu wa Mungu? Tunaelewana watu wa Mungu? Tumekuwa na watu ambao waliishi maisha kwenye kasifeta vizuri, walipoenda kazini wakabadilika rangi zao. Naomba uwe na rangi hii, tunaelewana watu wa Mungu, hii ya kuishi maisha ukiwa na ushuhuda. Ni mwenye ushuhuda kabisa. Form 6 nilisimama mbele ya shule yote. Nikasema kama kuna mtu ananishuhudia jambo baya lolote, afike aseme. Maana anayesema kwamba amemjua Kristo imempasa naye kuenenda vivyo hivyo. Waraka kwanza wa Yohana 2:6, kama Kristo alivyoenenda. Kwa hiyo nilisema mbele ya shule yote. Hakutoka mtu hata huyu, ila baadaye niliporudi bwenini wakasema, lakini watu wanasema kwamba yani wameenda kutafutiza sasa, wamepata jambo. Wakasema kwamba shule imekataza watu wasiwe na simu, lakini wewe una simu. Maana wametafuta kwa habari kila sehemu, wakaona hapa hatuwezi kupata. Sasa wakakumbuka kwamba huwa ninakuaga na simu, kwa hiyo wakapata hilo jambo. Likafika ndani kwa mtaaluma, akalipeleka na kwa mkuu. Mkuu kwa hiyo kuniita mpaka namaliza. Maana alikuwa anaona namsaidia majukumu mengi ya kushughulikia shule kiroho. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tumekuwa tuna wapendwa ambao wanaenda kucompromise wokovu sehemu hivi. Yaani wamekuwa kwenye kasifeta tayomi, anafika mahali tena. Mungu awasaidie sana. Sasa kipindi hiki ambako kuna huko nje nimesikia kuna porojo, wanasema hakuna ajira. Mkaage mkijua zile ni porojo za watu wa Mungu zipo. Tunaelewana Tunaelewana Awepo huyu au awepo yoyote, ila za watu wa Mungu zipo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu wameenda kuolewa na watu ambao hawajaamini kwa sababu ya mambo ya kiuchumi. Na kama ukikutana na mdada ambaye kiroho kimeanza kuwa na vilaka, ana boyfriend yake mpagani Myebusi, afu anapamba kwa lugha nzuri kwamba ingawa hajaokoka ila atendi dhambi. Rafiki yangu, wewe unajua mambo ambayo Mungu hayajui. Yaani Mungu amjui mtu ambaye anakuwa ni mtakatifu akiwa hajampata Yesu. Huyo Mungu amjui. Yaani Mungu mwenyewe amjui. Kwa hiyo tumewapata watu wanakuwa wajuzi, wanamzidi Mungu kwamba ingawa hajaokoka ila atendi dhambi. Lengo la pili la somo langu. Katika hizi zama za mwisho, waamini wasio na ujuzi wa kiroho, waumini wa Kristo waliolishwa tu dini tu, yani dini tu, hawaishi wala kuenenda kwa roho, hawatakuwa na impact yoyote. Tunaelewana hawatakuwa na impact yoyote. Kwa hiyo kazi ambayo Yesu amenipa ni kuja kumwandalia watendakazi. Sema watendakazi. Watendakazi. Mathayo 9:37 anasema muombeeni Bwana wa mavuno alete nini? Watendakazi. Wanakasi wetu msome Biblia, mnajua. Kiona namalizia andiko hivyo amtaji neno lililopo pale napata wakati mgumu.
Siku za nyuma nilikuwa kwenye makambi ya Kasfeta yote. Mhubiri akitaja kitabu paraphrase na huko nyuma naropoka Zaburi 92 ngapi? Kila akitaja na loketi lilipo. Yote ilikuwa ni tabia yangu. Na nilikuwa nasimama nasoma maandiko bila Biblia. Yaani nalisoma huko bado naenda kutafuta. Muda napata kurasa nishaga maweza kulisoma mwenyewe kwa kitu. Haleluya. 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 Amen. Kwa hiyo nipo kumwandalia Bwana watenda kazi. Sio watu wote hapa mtenda kuwa wachungaji, lakini tunapaswa mtakapokwenda kuwa mabranch manager, sio wa wapi huko nini wa benki sio. Ukiwa branch manager vile vile uwe umemshika Yesu. Amen. Yaani unamtumikia Mungu kama mtu aloni mwenye viwango, lakini upo wizarani una nafasi fulani kubwa tu. Tunaelewana Tunaelewana Amen. Kuna mchungaji mmoja wa EAGT. Sio kama bado yuko alikuwa kule Changanyikeni nyuma ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Anaitwa Pastor Mgonja kama mmewahi kumsikia. Kuna wakati ni mchungaji lakini anafundisha chuo cha FM. Kuna wakati alikuwa ni branch manager wa NMB kisiwa cha Mafia. Tulipoenda fanya outreach huko Mafia, yeye alitupokea Dar es Salaam akatuconnect akatupeleka. Sasa akiwa huko, unajua ukienda kuinuliwa na Mungu huko, usije ukaacha qualities zilizokufikisha hapo ulipo. Unajua kwa nini tuna Wakristo wanaanguka? Wanaacha qualities zinazowatunza watu kwenye utakatifu. Jamani mnanielewa? Mtu akiwa ni archbishop, amshindi shetani kwa sababu ya cheo cha archbishop na vitambulisho vyake. Anamshinda shetani kwa sababu ana qualities ambazo Wakristo wote duniani wanazitumia kumshinda adui. Amen. 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 Kwa hiyo archbishop akaacha kufunga na kuomba, atumiki, akiacha hayo anaanguka kama wanavyoanguka watu wengine. Kwa hiyo popote Mungu atakapokuinua akikupeleka, usiache qualities. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Alikuwa ni branch manager, alituambia alikuwa anahakikisha usiku anautumia wote kwa kuomba. Mwili unaweza tu kufundisha unautuni, ukishaelewa lugha yako, mwili huo una adapt unaendelea na kazi. Haleluya. Haleluya. Nikiwa kazini mwaka juzi, nimeweka ratiba ya kulala masaa mawili tu na mwili ukazoea. Mawili tu, saa 6 mpaka saa 8 kamili. Nilikuwa hiyo saa 8 kamili kiamka ni kuomba na kuandika masomo ya mtandaoni. Kwa hiyo nimeandika masomo huko, nina blog inaitwa All Truth, nimejaza huko na nina publish somo langu kilitoa ukiprint unapata karatasi hata 25 ile mimi naandika kwa simu tu. Sasa mwili ukazoea masaa mawili na wala ofisini hamna muda nasinzia. Tunaelewana Kwa hiyo alikuwa anapiga anahakikisha anaomba, anaanza kuuombea mkono wake. Mungu akiwapa neema kama sio mwaka huu hata mwakani nendeni na nyinyi kule kuna uhitaji zaidi. Mtaleta tafsiri sahihi ya gospel outreach kuwafikia ambao hawajafikiwa. Amen. Kuna uhitaji zaidi huko. Tukutana na visanga vya Mungu wanadondoka toka kwenye minazi juu. Sasa wilaya nzima 99% ni Muslims. Yaani kuna hiyo 1% ndio Christians na ni wachache waliotoka huko bara wenye shule waliopelekwa na serikali kwa majukumu ya serikali. Sasa alikuwa akitoka usiku, anakaa usiku wake kuna muda kama manager anazunguka kwenye counter, anazunguka kwa customers kwamba huduma zikoje, ila anaelewa anachokifanya. Mkono ashauombea upaka usiku kucha. Alikuwa akipita kuwasalimia wateja hivi kwenye zile foleni, akiwapa mkono tu hivi, mapepo yanalipuka basi. Yaani kwenye tawi la benki unaanza shughuli ya kutoa mapepo. Na alikuwa anafanya unaonaje kuwa na mabranch manager wana Kasfeta ambao wamefika kwenye nafasi hizo hawajaacha qualities zao za kiroho? Unaonaje? Haleluya. Amen. Haleluya. Si kama mwana Kasfeta yupo hapa Davis jina yake lingine ni Davis na la pili yake lina D hivyo. Kuna mwiwa mwinjilisti huyo. Hayupo. Au leo ameenda kutumika mahali pengine. Haya, uko kwao huko mimi ndo nafanya kazi. Sasa nilikuwa nataka awe shahidi mwaminifu ili nikupe, nipo kazini kwenye ofisi ya serikali. Alipokuja hapa alinishuhudia, sijui kama leo kunishuhudia hata kunywa chai sio dhambi. Ila nilitaka yeye awe shahidi kwamba sio kama kwenye siku zake za field aliyoniona hata siku moja na shiriki breakfast.
kwa huo mwaka nilikuwa mwezi na kikisha mwezi mzima, na unajua mambo ya ofisini, mnaingia mnakuja kuhudumiwa pale chai vizuri nani. Kama umekwepa ratiba za hapa yudo, mnakwepa ratiba za chooni kwenu za kufunga kila Jumatano sio na Ijumaa, ukisikwepa huku usizani kuna wakati uko mbele utafanya hayo maisha. Ndio uanze huku bila kupunguza. Tunaelewana utakapokuwa umeinuliwa na Mungu, upo mahali ambako umetengewa 100,000 ya lunch, yani hiyo ni bajeti yako, 50,000 ya mawasiliano, huko ndo hautaweza tena. Kwa hiyo uhakikishe unafanya saa hizi. Tunaelewana watu wa Mungu tunaelewana watu wa Mungu kwa hiyo hayo nilikuwa nafanya, wallet imetuna hapa ina 300,000, lakini napiga kazi zote nafanya mwalimu. Kwa hiyo saa 7 mchana ndio unaenda unasikia mwalimu na mtaalamu wetu alikuwa anakisha kuacha, yani akipita tu staff room mbo nyakati hizo masomo tufanye kwa sana. Mwalimu nani muone na kipindi form 4B kule ni maboksi ya chaki, saumu inakaza na kazi zinaenda kama kawaida, hakuna cha kuachwa. Tunaelewana watu wa Mungu tunaelewana watu wa Mungu hayo ni maisha unapaswa kwa Yesu. Lengo ni zuri, tukukute miaka 10 ijayo umekana na harufu yako ya Yesu iko vile vile. Tunaelewana watu wa Mungu. Yeremia 48:11 anasema kwamba Moabu hakuhamishwa toka chombo kimoja kwenda chombo kingine, hivyo harufu yake anasema ladha yake anakaa nayo, wala harufu yake haikubadilika. Tunaelewana unapaswa kama tumekuja kukunusa hivi mwaka wa kwanza au kosi maombi asubuhi, tukikunusa mwaka wa 3 tukukute harufu yako na ladha yako viko vile. Tunaelewana umepata kazi, wewe ni mwanasheria kwenye NGO fulani kubwa, hapo una uhakika wa take home yako tu una uhakika ni milioni 4. Huo ndio wakati tunakukuta bado uko na ratiba za fasting kama kawaida, yaani unaacha na hivyo vingine vyote. Hayo ni maisha yanapaswa uwe nayo. Watu wa Mungu mnanielewa? Lakini mkiacha haya ninayozungumza, tutakuwa tumezalisha, nimesema hapa mbele, tutakuwa na Wakristo ambao hawana impact yoyote. Tunaelewana hawana impact yoyote. Unaenda kwa mchungaji umeongeza tu listi, lakini cha kwako hamna cha ziada chochote, ni yale tu. Sasa haya ninazungumza ili tukawe Wakristo wenye impact kwenye ufalme wa Mungu na wa Shetani. Upande wa pili tunaharibu, upande wa pili tunajenga. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa tunaanza somo letu. Sehemu yangu ya kwanza yani hapa nitazibana muda kwa sababu haupo. Why are we supposed to live supernatural life? Maana somo nimesema live a natural life supernaturally. Tunaelewana Haya. Sasa andika Zaburi 115 mstari wa 16. Huo mstari unasema mbingu ni mbingu za Bwana, lakini nchi amewapa wanadamu. Andika Yohana 15:19. Anasema kwamba ninyi si wa ulimwengu. Sasa nataka tutengeneze hapo algebraic equations moja nzuri tu. Mbingu ni mbingu za Bwana, lakini nchi amewapa. Alafu anasema ninyi si wa ulimwengu. Mwanadamu ameumbwa ana roho. Tunaelewana sayansi ya kimungu. Mwanadamu ana roho, mwanadamu ana mwili, alafu mwanadamu ana nini? Nafsi. Ana nafsi. Mwanadamu ana roho, mwili na nafsi. Wathesalonike wa kwanza 5:23. Sema Mungu mwenyewe wa amani watakaseni ninyi miili yenu, nafsi zenu na roho zenu. Kumbe kuna hivyo vyote vitatu. Sasa uumbaji Mungu aliuanza rohoni kabla ya kumanifest vitu kwenye ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Twendeni pamoja. Kuna hatua Mungu anataka leo hii ili sije ukawa umebaki pamoja na mambo yote unafanya, kile kumbe kwenye ulimwengu wa roho kule hujaanzaga hata kuoperate. Sasa leo somo linataka kutufanyia paradigm shift. Linatutoa kwenye mazoea ya kwamba Mungu tunafanyaga tu hivi, tunaimbaga na tunaombaga. Unasogezwa kwenye hatua nyingine ya kuwa mtu wa rohoni. Tunaelewana watu wa Mungu Tunaelewana watu wa Mungu Maisha yataanza kuwa mazuri sana utapoanza kuyaishi maisha ya asili kwa namna isiyo ya asili. Haleluya. Sasa Mungu alimuumba mwanadamu rohoni.
And to your supplies. Rohoni Mungu alimuumba Adam na Hawa tayari. Mwanzo 5:1-2 anasema siku ile alipowaumba aliwaita jina lao Adamu. Watu wawili jina lao Adamu. Sasa unachokisoma Mwanzo 2 ili autakaka silimwili ili mzoga la nje likoti linaazimwa kwa muda. Linaazimwa ili yule aliyeumbwa kule anaruhusiwa cooperate hapa akiwa na ili likablasha linaloitwa mwili. Tunaelewana watu wa Mungu? Tunaelewana watu wa Mungu? Okay. Sasa kila unachokisoma kwenye Mwanzo 2:7 kwamba Mungu akapulizia pumzi ya uhai na lile sanamu la udongo pale likawa nafsi hai. Ile pumzi haikuja kuleta roho kwa sababu mwanadamu ambaye akiwa yani kama roho alikuwa ameumbwa tayari. Roho za wanadamu aziumbwi na hatua zile za uzazi mnaosoma biolojia reproduction, si ndio? Hakuna mahali kutakuwa na roho. Nimeona kuna video ingawa inachekesha, wanauliza Watanzania roho inakaa wapi? Mimi nasema kwenye kidole. Mwingine akaligusa eneo la moyo. Kila mtu, kwa sababu hakuna maelezo definite kwa elimu ya huku duniani kuhusu roho. Tunafahamu vitu vya kiroho kwa roho wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mwanadamu roho zilikwisha kuumbwa tayari. Haleluya. Na ndio maana muda watu wanakata roho muda watu wanakufa, roho inaenda zake. Hata kama mtu kifo kimehusisha kukanyagwa na gari, yani akasagwa, roho haihisi hata dalili ya maumivu. Haihusiani kabisa. Yenyewe inasepa tu kwa kiaina. Roho ya mwanadamu inatoka au inatolewa. Hayo nayo kwenye masomo mengine. Lakini roho zilikuwepo tayari, yani roho zinakuwa zipo tayari. Ningekuwa na muda mwingi ningekuchambulia kwa kina. Muda during conception. Watu wa biolojia hapa mtatueleza tu jinsi ambavyo sperms na yai mpaka wakati wa conceive, si ndio? Pale roho haiji, yani roho ya mwanadamu haitokani na hicho kitu cha kibiolojia. Haleluya. Hivi muda ndio unaisha au? Haleluya, haleluya. Aya, muda utakuwa uniruhusu kuongea mambo hayo mengi, lakini huwa roho zinawekwa tu. Huwa roho zinawekwa. Na Mungu alimcommission malaika ambaye namjua kwa jina, sio Gabrieli na Mikaeli tunaowajua zaidi. Lakini mwenye kazi yake ni hivyo. Tuajerishi mtu wa ujauzito ni muda amebakwa, sio amefanya artificial insemination. Madam kuna kitu kuna muda kunataka kuconceive. Huyo yuko mwaminifu kuweka roho. Yani na ndio maana watu wote wanaozaliwa wanakuwa na kusudi la Mungu, kwa sababu Mungu hawajibiki na ile dhambi walifanya kwa kuibaiba, walizini, usio alibakwa. Hicho ni kitu kingine. Ila anayezaliwa yule anaweza kazaliwa kando mwinjilisti wa kimataifa, yani hatari, ni kwa sababu roho yake haina uhusiano na zile skendo za uzinzi. Inakuja kuwekwa. Kwa wanafunzi wazuri wajue malaika anaitwa Laila. Muda utaruhusu kwenda huko mbali sana. Sasa nisikilize. Roho ya mwanadamu imejiattach kwenye hiyo supernatural. Alafu mwili wake umejiattach kwenye natural. Tunaelewana Alafu kuna nafsi ni kieneo kingine cha reflection. Nitakuja kuzungumza baadaye kidogo. Neno linatuambia kwenye Galatia 5:25, tukiishi kwa roho na tuenende kwa you live by the spirit yenye kubwa and you walk by the spirit. Sasa naomba tuelewane hapa. Kwa namna gani mtu anaweza kuyaishi maisha ya asili kwa namna isiyo ya asili? Maana ndio tumeitiwa hicho. Tunaelewana Tumeitiwa hicho. Wakati huo Biblia inasema Mungu ametupa kuishi duniani, hapa anatuambia sisi wenyewe sio wa dunia hii. Sasa kwa sababu tunazo roho ndani yetu, tunawajibika kuishi maisha haya ya asili kwa namna isiyo ya asili. Usipojua hizi siri leo, kuna mahali utapata shida sana. Tunaelewana Mimi nimeamua kuishi maisha kama mtu wa rohoni. Tunaelewana watu wa Mungu. Kwa hiyo kuna vitu vingine kwenye maisha yangu nilipoongea mwanzoni watu wakasema huyu analeta imani ya kutokuumwa. Swala mtu wa rohoni akiumwa anafanyaje ni la msingi sana. Mwaka 2016 miezi fulani hivi nikapata shida ya moyo. Hapo ilikuja tu ghafla na moyo kaanza kutesa, yani nikienda kulala moyo unauma mpaka ganzi mpaka kwenye vidole. Nipo kwenye JNLC ile tulifanyia mwaka huo Dr. Mesga, kwenye usiku na piga pambio nikajishika hivyo, hata kuona ghafla nimeacha kuimba.
Sasa shida, unajua hiyo ilikuja, afu na shetani ni mjanja ukiwa unajua mambo ya kiroho. Kwa sababu shida hiyo imekuja na ndoto zinazokuja zote zinajipanga kwamba sasa huyu mtu naanza kuota ndoto tunavyoandaliwa kwenda kwenye surgeries India. Yaani ndoto zinajileta za namna hiyo hiyo. Ila nilipokea neno moja tu toka kwa Bwana, moja. Nilienda mwenye kanisani nikasema siwezi nikaishi maisha ya kiroho na hii shida hii. Naanzaje itawezekanaje? Na huduma nitakuwa nafanyaje? Peke niko mwenyewe kanisani nimefunga milango, nilikuwa natembea mbele ya kanisa nasema kwamba swala la mimi kuwa miongoni mwa wale kuumwa moyo sitaki kulisikia. Yaani nilikemea maumivu ya moyo yakahamia hapa. Nikasema kumbe inawezekana. Nikakoleza moto. Yaliondoka kwa njia ya mdomoni hivi. Ndio ikawa kwa hili. Sasa usipojua shetani atakukandamizia, na ninazungumza hivyo. Kuna watu mpo hapa ndani lakini mkifungua mioyo yenu kwa Mungu leo hii mnatoka hapa Mungu akiwa amewafungua kabisa. Kuna watu mmeokoka mpo hapa. Kuna vitu vimewekwa kwenye maisha yenu, alafu mnafikiri ni kawaida. Kwa hiyo unakuta mtu ana shida fulani na ameshaifanya kama ya kwake. Amefanya kama ya kwake. Ukiacha hivyo, kama hujafika kiwango cha kumfahamu sana mwana wa Mungu na ule uhuru wa Yesu Kristo uwe nao. Kwa hiyo unakuta dada ana tatizo fulani na ameamua kulifanya kwamba ni lake. Kwamba mimi during menstrual period kunakuwa na hivi na maumivu na nauma, anafikiri kwamba ni vitu vya kawaida. Kuna vingine kama unahisi ni vya kawaida, shetani anaviattach, amekushambulia hapo anafanya uvizoee. Huko akijua kwamba kuna mahali utakwama. Usikubali, na somo langu linaitwa umilele eternity. Nimeandika mle ndani mtu uliokoka, usikubali kuishi na magonjwa. Kwamba wewe ni mtu kuchoma sindano za insulini, una kisukari. Unaendelea kumwabudu Mungu na kumtumikia, huku unajua bado unacho. Diseases nimeweka pale milango, doors to eternity. Diseases, magonjwa ni miongoni mwa milango ya vifo. Sasa usiishi nayo kwamba huwa ndio unaumwa. Vingine hata kama ni vya kawaida sana, ukifahamu haya ninayotaka kuyazungumza hapa, kuna mahali utatoka. Sasa niambie, una miaka 21, hata kusoma hivi uwezi, ni mpaka miwani za gharama na maandishi ukiweka hivi inabidi mna mwingine uyasogeze mbali kule. Una safari baada ya kusoma labda mpaka PhD, inabidi kukute saa 8 za usiku kwenye library uko na chambua vitabu. Saa hizi imeshakuwa hiyo, ukiamua kufanya ni ya kwako utapata tabu. Hili linakupeleka, somo langu linakupeleka kwenye mahali pa kujua hiki hapana. Hiki hapana. Ubachela ni mgumu Mkitoka Mungu awape neema ya kuoa. Ubachela ni mgumu. Nimeishi maisha ya kibachela tangu nimalize chuo miaka 5-6. Najua ubachela ulikuwa unanisumbua wakati huo uko kazini. Kwa hiyo kupika nishalala na njaa wakati hela ninayo. Natoka kanisani viduka vyote vimefunga. Kwa hiyo kuna mwingine kibachela unalalia maandazi na nini na juice hata viendani. Nikapata vidonda vya tumbo. Yaani pamoja na kufunga na nini, ila ile ya kukanja tofauti kufunga na kukana na njaa. Mimi kuna wakati kwa nafunga